Mungu ni huruma. Yeye ni asili ya huruma, ni asili ya msamaha, mwenye haki. Mungu ni mwenye haki, mwenye nguvu, ni Mungu mwema. Anauliza kwa nini anaruhusu mabaya, matatizo, magumu, maovu, mateso yawapate watu wema? Nawezaje kumsaidia mtu anayeteseka na kupata matatizo bila kuwa na furaha kwa kuwa Mungu anampenda? Mfano mabaya yaliyowapata na vifo vilivyopata vijana ambao walikuwa wanaandamana hivi karibuni kwenye uchaguzi mkuu. Wengine walikumbwa tu kwenye zile vurumai, wakajikuta sasa wamepigwa marisasi, wamevunjwa miguu, wamepigwa, wengine wamekufa, wengine wako korokoroni. Sasa nauliza Mungu ambaye ni upendo, mwenye huruma, mwenye ni asili ya kila kitu kilicho chema, kwa nini anaruhusu watu wema kupata matatizo? Swali hili ni gumu, tukubaliane, kwa sababu linagusa fumbo la mateso. Inaitwa mystery of suffering. Mtu ambaye anajibu straight ni kana kwamba ana simplify swali hili, lakini lina majibu yake kutokana na yaliyotokana na Biblia pia. Katika maandiko matakatifu tunaambiwa toka mwanzo, kitabu cha Mwanzo kabisa, kwamba kwa Mungu hakuna ubaya ndani ya Mungu. Mungu ni mwema, pure good. Yeye ndiye wema wenyewe. Na ni katika wema aliumba vitu vyote. Vitu alivyoviumba hakuna kilicho kibaya, vyote ni vyema. Na yeye mwenyewe katika tathmini yake, wakati anaumba, katika ile process ya kuumba, anasema aliumba akaona ni chema, akaona ni mema. Na mwisho, ile aya ya mwisho kabisa, anasema yote yalikuwa mema, yote. Tena akatumia neno meod, manake very good, mema sana. Sasa imekuwaje? Sasa ni swali hili ambalo liliwagusa wale walioandika ile simulizi la pili la Yahwista. Yaani kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ya 3. Yule aliandika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ya 3 anajibu swali hili. Anauliza, je, uovu umetoka wapi? Kama Mungu ameumba kila kitu chema na yeye mwenyewe ni mwema, hakuumba watu wateseke, watu wapate shida. Ukisoma sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo aya 26 mpaka 28, pale anaumba mtu kwa sura na mfano wake. Manake ni kiumbe kilicho na furaha, wema na utukufu kama alionao yeye. Ingawa sio mkamilifu, kwa kuwa ni sura tu na ni mfano, lakini ndani ya mwanadamu ni kioo cha Mungu. Sasa imekuwaje mateso haya na mambo ya dhuluma na kila kitu, na inaonekana wale watu wabaya ndio wananawiri na kufurahi na kushinda? Ndio swali la huyu. Nikasema ni ngumu, lakini tunapata mwanga kidogo kutoka simulizi la Yahwista, kwamba asili ya uovu na ubaya si Mungu, ni viumbe wenyewe.
Mungu alimuumba mtu kwanza, na ndio shina la kila kitu. Mungu alimuumba mtu katika uhuru kabisa, na katika uhuru huo mwanadamu aliruhusiwa kutawala vitu. Atawale vitu kwa uhuru huo, uhuru kutoka kwa muumba wake. Lakini uhuru huo ni uhuru unaomtambua yeye, umtambue Mungu. Uhuru usiomtambua Mungu unaleta madhara. Unaleta madhara. Na ukiona mahali penye fujo na Mungu amewekwa kando, mwanadamu akawa center, wakati Mungu anapoachwa tu, matatizo yanaachwa. Kwa sababu sasa wewe unaanza kujitumikia, unaanza kujiona kwamba unamkamilika ni wewe mwenyewe, kumbe tu ni sura na ni mfano tu. Unakosa mfano ule wa Mungu, unautia matope, na kwa hiyo hauonekani katika yote unayofanya na maisha. Sasa yule Awista, simulizi la pili, anatuambia Mungu alipoweka sharti lile la kutokula mle mti wakati kwenye bustani ya Eden, alitaka kutupa limit yetu ya uhuru ule. You can eat of everything that exists. You are the Lord. You give names. Unatoa majina kwa kila kiumbe. But don't touch the central tree. Ule mti ule. You are free to take everything. It's in your hand. Lakini mtu wakati. Sasa, unfortunately, akaja yule nyoka, akamdanganya yule mama, akamwambia, unajua Mungu amewapa kila kitu, sio? Mnaruhusiwa mle kila kitu. He started with that kind of, tunaita diatribe katika rhetoric. Diatribe manake anauliza swali ambalo litakutrap, litakushika. Nauliza, Mungu aliwaruhusu mle kila kitu, kila mti? Akasema no. Inaonekana Hawa alikumbuka kwamba mume wake alimwambia, bwana, miti yote tunaweza kula, mananasi, maembe, machungwa, all that which exists in the garden, yote ilivyo kwenye bustani, lakini alisema tusile kwenye mti huu. So that woman at least she remembered that there was a prohibition. Kuna mpaka wa mambo ambayo tunaweza kufanya. This thing should not touch. It is perhaps that is a reminder, ni kikumbusho kwamba nipo. It's a reminder. Like sometimes we forget God. Na ndio matatizo hayo. That tree was a reminder that there exists a boss. Lakini wakasahau. Mama akasema, shetani alijua hilo. Akamwambia, yule bwana anajua kwamba mtakapokula tu mtafanana naye na mtaishi milele. That was a lie. Who said that? Hakuambia hivyo. Mbona halikuwa hajagusia kifo? He never talked about their dying. Hawahi kusema. Mungu hakuwahi kusema juu ya kifo chao. They were to live. Lakini hakuja akuongelea mambo hayo. Yeye ndio nyoka alileta haya mambo ya kifo, hamtakufa, mtaishi milele. But God created them to enjoy life as it is. But they were not satisfied. Alipowaambia mtafanana naye, therefore ikawa ni tamaa ya ndani ya mtu kwamba anataka kuwa Mungu. Anataka kuwa Mungu asiyekuwa na mtu wa kumwekea masharti. And that was the end.
Ndio wakala wakajiona uchi, kumbe it's not true. Uchi ule ni utupu wa yale waliosadiki na kutumaini. They came to nothing. Uchi ni utupu, kuna kitu, kumbe ni uongo. Ndio wanaanza kujificha. They became aware kwamba they were so weak, naked, uchi, wakaanza kujificha. Hii story hii inaonyesha actually ni parable, ni mfano wa maisha ya kila mmoja na pia jamii kwa ujumla. Jamii inapomwacha Mungu, inajitafuta yenyewe, itaishia yale yale ya Adamu na mkewe. Sasa ndugu zangu, ndio matatizo yakaanza pale. Tunaambiwa, waliambiwa mtakufa, mtalikula kwa jasho, maumivu ya kuongezeka mtakuwa nayo, mwanamke atapata shida. All these things happened because of breaking that command. Ile aliambiwa msile. Haya yana reflect kitu ambacho pengine ni inaakisi maisha yetu ya sasa. Hiyo story tusiweke tu pembeni. Waangalie uovu wa kwanza uliojitokeza wazi, ni ule wa Kaini anamuua mdogo wake. That was the first crime. Ndio tena mbaya kweli, unaua mdogo wako. Inatokana na nini? Kujitafuta. Mtu anatafuta sifa yake, maslahi yake, anajitafuta yeye, to the expense of his own brother. Anaona wivu, hataki kuwa tena sehemu ya ndugu yake. Ufanisi, mafanikio ya ndugu yake sio yake, mimi natafuta yangu. Ubinafsi, wivu na mambo hayo unamweka Mungu ambaye ameweka pamoja. Sasa tuone hiyo ni sehemu ambayo inatokana na lile kosa la kujitafuta, la kutokutii. Sasa katika teolojia, uovu, takisoma barua kwa hata Warumi, hata Yakobo mwenyewe naeleza vizuri sana Yakobo kwamba kuna aina tatu za asili ya uovu. 3 causes. Tuambia Yakobo. Ni maswali haya nimepata baada ya kula saa 8 hivi. Kwa hiyo pengine nitashindwa kupangilia, lakini what I'm saying is what I know. Yakobo anatuambia asili moja ya vishawishi na uovu ni shetani. Shetani ni ule nyoka ambaye hatuna control naye. Sisi hatuwezi kumcontrol, is above us. Yeye anapigana na Mungu na wale wanaomfuata Mungu. Kwa hiyo Yakobo anatuambia there is this external force, objective, ni personified evil, yani uovu uliofanyika mwili au ulio una umbo kama kiumbe. Shetani ni uovu wenyewe, na yeye ni anaita ni asili ya uovu wenyewe, na yeye anataka tuende upande wake, tuache ule wema wa Mungu tulionao kiasili, tulioumbiwa. It's reflective of the goodness of God. Kwa kuwa tumepaka matope, sasa it's very easy. Our conscience na ile power, will power imeshakuwa weakened kwa ile dhambi ya asili. Ndio huyu anatuambia ndugu yetu Paulo mtume, nasema ile nguvu ya asili imeshakuwa weak. Na kwa hiyo
tuna propensity, tuna mwelekeo wa kutenda mabaya. Sababu we cannot stand, hatuwezi kusimama kwenye msimamo nasema mimi nataka kuacha pombe na ukaacha. Kwa sababu hiyo tuna utashi dhaifu ulioumizwa. Na anasema sasa Yakobo kwamba asili mojawapo ya maovu ni shetani, the devil, Satana. Huyo ndio asili moja. Na yeye ndiye anayetupa nguvu na kutushawishi tuache kumtii Mungu, kama alivyofanya kwa yule Eva pale. Hivyo hivyo. And he continues this battle. Kwa sababu hata katika Yesu alisema namuona shetani ameporomoka toka juu, kwa sababu alifukuzwa kule. Anaporomoka na kuja huku duniani, na akasema hatatusumbua kweli. Na hata tukisoma kitabu cha Ufunuo sura 12, shetani amekuja kutuvuruga. Na anawafuata wale watoto wa yule mama, sura 12. Wale watoto wa yule mama anapambana nao baada ya kushindwa kumzidi yule mtoto wake wa kwanza Yesu Kristo. Sasa anafuata wale watoto wake wengine. Sisi ni watoto wa Maria, watoto wa yule mama, watoto wa kanisa. Tunaandamwa na huyu the beast, yule mnyama mbaya, the dragon, yule nyoka. Anatufuata. Kwa hiyo yupo anybody. Na hata tukisoma kitabu waraka wa Petro sura ya 5 anatuambia nyoka na zunguka kutafuta mtu amle, sivyo? Kwa hiyo he is around, na tuwe macho. Shetani the best weapon ni kutuambia kwamba hayupo. Moja ameandika kati ya mababa wa kanisa, lakini Antonia anasema shetani anashinda sana na anakuwa na nguvu sana anapowaconvince watu, anapowaambia watu hayupo. Na ndio inatokea sasa hivi katika ulimwengu wetu kwamba watu wanasema hakuna shetani bana, hakuna shetani. Shetani anasema sasa nimewakamata sawa sawa. Kwa hiyo mafundisho ya namna hiyo, kuna mwanafunzi mmoja alimwambia ukirudia mara ya pili ondoka kwenda nyumbani. Kwa sababu huyo akienda kueneza kind of na basi mwalimu mmoja pia nilimwambia utaondoka. Hii mtazamo namna hiyo ni nguvu za shetani zinakuendesha. Shetani anaanza kuendesha hata padri. Hajali cheo cha mtu eti mimi ni padri. Unaweza kuwa padri shetani pia. Kama unaenda kinyume cha maandiko matakatifu na mafundisho ya mama kanisa, kwa kweli wewe sio sehemu ya Kristo. Basi hiyo ni source moja ya evil in the world, ubaya. Na ubaya daima ni damaging, unaleta maumivu daima. The suffering is caused before the fall. Before the fall there was no suffering. Suffering came after the fall. Ni punishment, ni consequential of our fall. Sasa hiyo ni asili moja. Asili ya pili anatuambia sasa huyu Yakobo katika waraka wake. Anasema ni jamii husika, the society. There is what we call social evil. Jamii inatufanya tuwe wabaya, tutende dhambi, tuanguke zaidi na zaidi. Jamii. Mtoto anazaliwa akiwa mwema sana, akiwa mtu mkweli, innocent. That's what we call innocent. Anaambiwa na wazazi wake usimwambie kwamba nipo. Mzee amelala kitandani na miguu juu na naangalia television, anamwambia mtoto waambie sipo, but he is there. The child is scandalized. Anashangaa, mtoto anatoa macho hivi. Nimwambieje?
kwa sababu that is teaching evil, na watu wanachukua so for granted, wanaona ni laini. Tunawafundisha watoto ubaya. Toto anacheza na watoto, it was very sad. Toto anacheza na vitoto vingine vidogo kama kule Marekani na huko Afrika Kusini. I remember that thing. Vinacheza vitoto, hakuna anayejua huyu rangi, hawajaona rangi. Pale Mahenge kuna watoto ambao walikuwa watoto wale waengineer walikuwa pale Mahenge. Walikuwa na vitoto vyao vinacheza pamoja kwenye maji, kwenye mvua huko. Mpira wanachezea mpira uliosukwa na socks zilizo vile mindimu vile. Vitoto mchanganyiko cha kike cha kiume wote na mzungu, walikuwa kama vitoto vya kizungu kama 5 6, na vile vya kikwetu vinacheza pamoja. And then all of a sudden mama anaambia usicheze na hawa, wao ni wa Afrika wachafu sana, wananuka, the negative. Hawa tena umechafuka. Nani ulimshika yule? Uoni mweusi? Toto anashangaa tena. Na hata mimi sijamshika. Mbona tulikuwa tunacheza tu? Anaanza kujiona ni tofauti na mwingine. We teach them this evil outlook, mbaya kabisa. Kwa hiyo hata racism, this kind of discrimination and all this kind of evils, tunawafundisha watoto. Ni jamii. Jamii ni source of evil when it abandons God. Jamii inapomwacha Mungu, ile jamii inaweza kufuku. Tunasikia, unajua, what I was wondering, mimi nasema wazi, nilikuwa naniumpa uchungu wa ndani kabisa. Baada ya uchaguzi, hata wakija wakinikamata nikipotea, mjue kwamba yule bwana kama yule padri huko alikuwa anafundisha social media. Yeye ni mtaalamu wa mambo ya radio na magazeti. Wamemkamata, wamempotezea huko, sijui hata hajapata fahamu yule wa Mbeya wapi Songea huko. My friend was teaching journalism. Ana PhD katika, alikuwa anafundisha na ndio alikuwa anapasisha wengi sana. Wamepitia mkononi mwake. Lakini sasa watu wa majournalist na watu wa namna hii ni watu wanaongea sana. And it's part of their work. Kuongea siasa, mambo yanatendeka. Nafikiri aliyepayuka huko sasa wamekuja kumtafuta. Eti amepotea nyumbani, amepoteaje? Sielewi. Anyway, alikuwa na kimada fulani. Kimada gani? Kwa siku zote ni mara ya kwanza. Sasa jamii unaona, watoto hawa wadogo wanasikia watu wanapigwa risasi na kupigwa na kuuawa. Wanauliza ni nini? Why did they kill my brother? Who killed my brother? Kwa nini wanamzika mkaka yangu? Vitoto, the baby looking at, hata mimi niliona babu anazikwa na shangaa. Kwa nini tena anakufa kumbe? Then they learn kwamba ni kwa sababu huyo ana ili atetee maslahi yake na nafasi yake ya kisiasa, adanganye watu kwamba ameshinda, he has to cut off somebody. Anashangaa, so violent. Kumbe siasa ni hivi. Kumbe watu wanasema ameshinda, si kweli. Kumbe wanadanganya. Sasa these babies tunaviona hivi, tunafikiri hawaoni, wanajiuliza maswali hayo. So the society is teaching to be a politician, one has to eliminate the other. Tunawafundisha hivyo. That's the tradition we teach them. Na hayo ndio yanasababisha matatizo. Baadaye wanakuwa, toto anaona baba analeta kila siku ng'ombe, hajafuga, sio mfugaji, lakini analeta ng'ombe, anakuja kuchinjia pale nyumbani usiku. Tena anaambiwa usiulize. Na mmoja alikuwa anasema wazi, mimi nasema vitu ambavyo vipo. Toto anasema pana kuuliza hapa maswali umbafu. Lete kisu na nini, shika huko na wachinja mbuzi. Sasa mtoto anauliza, mbona hatufugi sisi? Ameleta wapi mbuzi huyu?
piga supu na anakula. Mtoto sawa tu, lete tule, sababu yeye anakula, ameletewa na baba, lakini anajiuliza where did he bring this? Alafu kesho anasikia vimeibiwa, ng'ombe zimeibiwa huko. Kumbe ule mzee labda ni ile tuliyokula sisi. Sasa mtoto anajifunza kwamba kuna kuiba, wizi, na kusema uongo kwamba hajaiba, usiseme, na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa jamii inafundisha uovu pia, na baadaye uovu huo una boomerang. Sasa unarudi kwa jamii, kutafuna ile jamii iliyofundisha uovu, kwa sababu watoto wakikua wanaona mbona baba alikuwa analeta mbuzi, hata mimi naenda kuichukua huko. That's the easiest way to get food and hata anaona mzee hafanyi kazi, lakini suti ipo tu, anapata hapi pesa ya kununua nguo, kwa hiyo anaenda kuvunja duka huko. So we teach them even to steal and do evil things and the rest of them. Sasa hiyo ni source nyingine ya evil. Jamii yetu inafundisha uovu. Kwa hiyo uovu unatokana na jamii pia, ambayo jamii iliyomwacha Mungu. Source ya tatu na ya mwisho kwa kadiri Paulo na Yakobo ni mtu binafsi. Mtu binafsi, the individual. Sisi kwa kuwa dhamiri yetu imeshakufa, imekuwa imekuwa dhaifu kwa kutokana na ile dhambi ya asili anatuambia hivyo Paulo kwa Rumi sura ya 5. Anaeleza hayo. Tunakuwa dhaifu kwa kuwa dhamiri zetu na willpower, ile sio dhamiri, ni willpower, ni utashi wetu umekuwa dhaifu, umevunjika, una majeraha. Hata kama tumeponywa kwa ubatizo, kuna kovu, na kwenye kovu ukienda ukagusa ile kovu, kidonda kinarudi pale pale. Kwa hiyo kutokana na udhaifu wetu sasa, si wenyewe, mtu individual anaanguka ovyo tu. Unashindwa control vionjo vyako, macho yako, sijui vitu gani tunavyoshindwa kujikontrol. Hata simu zenyewe tu mtu anakuja nazo mpaka altareni. Mtu huyu namna gani? So lack of control. You've been raped. Ni kama lack of control. Huwezi kujizuia kitu kwa sababu dhamiri yako dhaifu. Unakunywa pombe mpaka unakuja kuwa alcoholic. Unakuwa mpaka unajisahau. Sasa hayo ni ule udhaifu binafsi. Kwa hiyo tuseme haupo. Mtu binafsi pia ni asili ya uovu. Unasababisha mateso kwa mwingine. Uovu unasababisha mateso kwa mwingine. Usahau hilo. The source of suffering for others. Basi sasa hivyo mateso yanapatikana ulimwenguni kwa njia hizo tatu kuu. Sasa nauliza, kwa nini Mungu aliruhusu ultimately? Kwa nini aliumba iwe hivyo? You see, kwa sababu hata Adam na Eva hawakukosea by accident. Ni mpango wa Mungu. Ultimately kila kitu goes back to God. Na ndio maana tunaita ni mystery. Ndio maana tunaita mystery. Mtu asidhubutu kusema kwamba anajibu kamili, kwa sababu mwisho wa kila kitu ni Mungu. Anajibu yeye. Sasa najiuliza sasa, kwa nini ameruhusu hayo? Mimi kwa kufikira zangu ndogo, swala la ile uhuru aliotupa. Alitupenda sana kiasi kwamba aliupenda ulimwengu
kiasi kwamba aliupa uhuru. Tatizo kubwa hata yeye mwenyewe kuja kufa ni ule uhuru aliotupa sisi. That's the problem. Uhuru. Anataka twende kwake watu wazima, watu wazuri, it's like sons, not like dogs or any animal. Anataka twende kwake tukiwa huru, as sons and daughters. Anataka twende kwake na ufahamu wetu, kwa hiari na kwa kumchagua yeye. Baba, nakupenda sana. That's what he wants to hear. Baba, wewe nakupenda sana. Nimekuja nipangie kazi. What a son this one. Sio nimelazimishwa. Kwa hiyo anapenda tuende kwake kama watoto, na ndio hicho kimesababisha matatizo. Na sasa tunapopewa ule uhuru huwa namna hiyo na uchaguzi wa namna hiyo, sasa udhaifu wetu unakuja kujaribiwa na vitu vya nje, external community and even the Satan himself anaingia pale. Na ule udhaifu tuliopata kwa kutokutii pale ukavuruga, tukakosa tena ile willpower, utashi wa kusema, wa kufuata. Mimi namfuata Baba, namsikia sauti yake. Unafunga kila kitu, unaanza kumkimbia, unaenda kujificha kwenye vichaka, kwa sababu unajikuta you are so weak and you are so shameful, kwamba ulifikiri umevaa suti kumbe uko uchi. Sasa ndugu zangu, picha hiyo ya namna hiyo ndio maana nakuta wale walio wema wanapata matatizo, kwa sababu wanataka kuonyesha uhuru wa kwenda kwa Baba, na kwa hiyo they are exposed to danger. Wale waovu wanajificha katika uovu. Kwa hiyo for them is fitting, because the world is evil and therefore they form part of evil. Wale wema wanaumizwa kwa sababu wanapingana na ile ubaya. Nimejiuliza, tukichukua mifano kutoka Biblia, Agano la Kale, nikianza na huko, what happened to Joseph, ule mtoto wa Yakobo wa mwisho, penultimate wa mwisho, ni wakati karibu mke wa pili au watatu, Yosefu, baba aliyempenda kama anavyotupenda sisi, and then hakuwa na ubaya mtoto yule, lakini tu alikuwa anapata maono na nini, what will become the future, kama mfalme wanampigia magoti na kumsujudia. And baba akamwambia Yosefu, acha hizo simulizi, njozi zako hizo zitakuletea matatizo. But alikuwa innocent, was naive, alikuwa mtu hakuwa na ubaya, manake ni yule alikuwa na roho ile ya uhuru wa watoto, uhuru wa kitoto, na hana kufikiria uovu. Why will they do me harm? Kwani wanitendee ubaya? Why they harmed me? Kama ninawaeleza ndoto zangu hizo kama kitoto, he thought it was entertaining, and also that na tamba kwao. Kumbe wale wameweka moyo, wamemchukia vibaya sana. Wivu. Those guys kuanzia the firstborn mpaka mwisho wakaamua kumuua mdogo wao. The same story of Cain na Abel ilitokea, sababu wamemweka Mungu pembeni, wakaanza kujitafuta, wivu kaingia. Mtoto yule aliyekuwa innocent, Yosefu, akauzwa, lakini Mungu anataka kumtumia kwa sababu alikuwa innocent. Sio uovu, sio unatoka kwake, unatoka kwa nduguze, akawatumia kuwafundisha. Kwa hiyo Mungu anatumia
wale anaowapenda, wale wanaompenda kwa shughuli zake, kuumbua uovu. Natumia sasa hii. Sometimes sisi tunaona uovu tu, hatuoni what is behind that. Kwa nini uovu upo? Uovu upo, unaweza kutendeka kwa mtu mwema ili uovu uwe exposed, uandikwe. Yule mwema awe chanzo cha kutibu wale waovu. Mtu mwema, Mungu hawezi kutumia mtu mwovu katika mipango yake, hapana. Mungu anatumia watu wema. Watapata matatizo, lakini ndio njia yake ya kuwarudisha wale waovu. And that's why the innocent suffer, to bring back the evil ones. Yesu amepitia hayo. God uses the innocent to teach the evil ones. Na nimechukua hiyo simulizi la Yosefu, mfano mzuri sana huu, ambaye atakuja kuwarudisha ndugu zake mpaka wanakuja kukiri kwamba tulifanya maovu, tunaomba msamaha na nini, akawarudisha. Na kwa kweli walishika adabu. Soma ile sura ya 48 mwishoni huko na 49, wanafikiri sasa Yosefu atatumaliza baada ya kifo cha baba yao. Lakini Yosefu akawaambia, no, everything took place because God wanted it to be so. Na huku nimekuja huku mmeniuza ndio, lakini baba aliruhusu, Mungu baba aliruhusu nije huku ili kuandalieni mahali pa kupata chakula, mngekwenda na maji. Sasa hiyo ni Mungu anatumia watu wema, na ndio maana that what we see is the suffering of the innocent. Hata kama usemi, hata kama hautambui, tunasema diverting to what is happening, you may not know, but God uses the innocent, the pure ones, to bring back the evil ones. Unashare kile kilichofanyika kwa Yesu, tunashiriki. Tuna mfano mwingine, Yona. Mfano mwingine, Yona alitumwa aende Nineve. Nineve ilikuwa mji mkubwa, of course, as we know, but it was in those days. Basi kadiri ya ukubwa, ilikuwa mji mkubwa kuliko yote wakati ule. Sasa Yona alishangaa, Mungu anatumaje kwa mapagani hayo? Na uchafu wao huko walikuwa na mambo mengi sana, mabaya, maovu yaliyokuwa yanatendeka, ni kama Gomora na nini, Sodoma na Gomora. Ni kama hiyo. Nineve ulikuwa na uchafu mwingi sana. Mungu akamwambia Yona, innocent, nenda na kutuma Nineve ukahubirie toba. Yona alikataa. Haiwezekani. Wewe unanituma kwa hao pagani? Kwa nini? Kwa nini unataka kuwaongoa wao? Yona was innocent. God uses, ukiona Mungu anakutumia, ukiona unapata mateso, mfikirie kuna nini behind. Ukiona mtu anateseka, msije mkamcheka. Wewe unaicheka ndio utakwenda na maji. Ufikirie vizuri sana. Ukiona mtu anapata shida, anapata mzigo mzito katika maisha, maisha yanakuwa magumu kwake, sit down and think better positively. Kwa sababu mara nyingi sisi tunaona tu uovu tu. But what is behind this uovu? What is the message? Ule uovu, ule magonjwa, maradhi, kifungo bila sababu, akuiba kitu, akufanya anafungwa, anajikuta tu mahali, ajali ile kwenye gari ile linapinduka, unatoka huko kiuno kimevunjika na kila kitu. Basi unaishi maisha yale tu. It is symbolic of evil which is being purged. Unataka kuondolewa katika jamii ile. Inatukumbusha our end, mwisho wetu ni nini.
Kiangalia, mimi nimekwenda mahali, nimekwenda, mmoja alikuwa na kansa, imemaliza kila kitu, alibaki labda mifupa tu kabisa. Alafu wadudu walikuwa wanatoka ndani ya ile mifupa. Ai, naambiwa peleka komunyo pale. Ai, wote wamemwacha, but she was dying now. Peleka komunyo. Unaangalia, it reminds you of the sins you have committed, thinking of repentance. Alafu one that he's telling what it will happen, it can happen to you also. Usijione unatembea hapa na ngindi, unatikisa na nguvu sana. You are nothing. That's the reminder. Sasa vitu hivi vyote, there's nothing that happens under the sun without a purpose. Na hiyo sasa, evil can also be used. Suffering can also be used as a reminder to bring us back to God. Manake suffering za wengine pengine sio ya kupita tu au kufikiria kwamba wamekosa tu. Yona alipokataa, aliliwa na alitupwa huko baharini. No, the story, ile story yule, na nyangumi akamdaka huko, akakaa tumboni kule kwa siku 3, alafu akamtapikia kwenye ufuo wa bahari. Na pale Yona akasema, sasa what is this? Lakini pia alipokuwa kule tumboni alikiri kwamba Bwana, njia zako ni za ajabu. Kwenye tumbo kuna shairi lile linaloandikwa akiwa tumboni, yeye anatoa reflection. Njia zako ni za ajabu, imekwaje naishia huku? Wewe upo, ndio wewe umefanya iwe hivi. Sasa nikitoka huku, kama nitatoka, nitaenda lazima nifuate masharti yako. Hasina njia, lazima nifuate. Na kwa kweli lile linyangumi likaenda kumtapikia ufuoni pale. Alipotoka kule, akasema sasa niende wapi? Na kwa kweli alienda akakaa chini ya mti. You remember that? Na pale Mungu akampatia chakula, matunda, mti lizaa ghafla. Ni muujiza. But that is story ya Yona, ni parable naitwa, ni mfano wa maisha. Baadaye yeye tunajua kwamba alitii. Baada ya kuambiwa alitii, akaenda Nineve kusema tu maneno yale, watu wa Nineve wakatubu wote. Na hata mfalme akakaa kwenye majivu na kuvaa magunia, wakatubu. Mungu akarelente, akaacha kuharibu ule mji. Yona hakufurahi. Mungu anaacha kupunish hao waovu baya namna hii. Watu wanatenda maovu namna hii, wanauana, wanaibiana, wanafanya maovu, alafu anawahurumia. Kwa nini anawahurumia? Ndio hiyo nasema anatumia watu innocent kwa ajili ya kufurudisha. Manake walipojua kwamba nabii amekuja kwao, walitubu na Mungu akauacha ule mji, hakuharibu. Yona anarudi na hasira, akakaa kwenye, alafu ni ndege alimnyea au kitu gani sikumbuki tena vizuri. Alinywe ikamdondokea, au sijui ni tunda limdondokea au ni mavi ya kuku ya ndege, kamdondokea. Akalaani sana. Baadaye aliona ule mti uliokuwa unampa kivuli ukanyauka, akaanza kuungua tena kwa joto jangwani kule. Akakasirika sana. Kwa nini unakufa mti huu? Akasema, sasa wewe unakasirikia kwa kukauka kwa mti huu. Wewe ukuona kwamba taifa langu la watu wa Nineve, wale wa Ashuru, wangekufa? Wewe unaosikitikia mti huu uliokauka kuliko kuwasikitikia watu wangu. Mti huu utaulinganishaje na Nineve? Wewe
akili yake kamrudia, kumbe mimi nilikuwa ni sehemu nzuri sana ya kurudisha ule uhai wa Nineve. Mti huu ukikauka utaulinganisha na Nineve. Sasa ndugu zangu, mara nyingine tunapata, sisemi ni kitu rahisi, tunazungumza kwa mdomo tu, lakini akikujia unahitaji nguvu za kipekee, na ndio maana ukimwacha Mungu hutaweza kufikia hayo. Sasa ni level ya juu ya kiroho kuweza kumkabidhi Mungu mateso unayopata. Ni level ya juu sana, na nimeona kuna watu wanao uwezo huu. Unapata matatizo katika maisha yako, unaweza kuya sublimate, unamkabidhi Mungu. Hiyo ni ngazi ya juu sana. Na hiyo ndio sababu ya unatumika, mateso yako yanatumika kuhili, kuponya na kurudisha wakosefu. Wewe umeshatolea sadaka ya maisha yako au kazi zako ngumu kwa ajili ya wakosefu? Kuna wengi wanafanya hivyo. Niseme hamna. Unaamka asubuhi unafanya kazi ile, kazi nyingine ni ngumu sana, unasema Bwana, kazi yangu hii ninayofanya ni kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi za ndugu zangu. Dhambi kwa ajili ya marehemu. Watu wanatoa hiyo. Suffering to heal. So it's never wasted. It's the best prayer you can offer. So kama unaweza kutoa sala kwa ajili ya yale unayopitia, magumu unayopitia, hata kama ni masomo yanakuwa magumu sana, nasema haya masomo nayatolea kwa ajili ya kitu fulani ambacho ni kibaya au hakiendi, unatolea yale mateso yakawa sala. Huyo ndio positive. Tuna mfano mwingine, Ayubu. Tukumbuke mifano hii tunayapitia tunasoma kama simulizi. Lakini Ayubu aliteseka kwa sababu gani? Mungu alitaka kujisifia kwa kutumia Ayubu. Je, Mungu hapendi kujisifia kwa kutumia wewe? Kwa nini Mungu aone aibu kuwa rafiki yako? Hata mimi anaona aibu, nisamehe Bwana. Kwa sababu sijaweza kufikia ngazi ya Ayubu. He was proud of Job. Alikuwa anamsifu. Sema shetani alipopita, hiyo sura ya kwanza pale tu. Shetani alipopita akuta kikao kinafanyika kule mbinguni, akapitia pale, akatupia macho pale kwa mbali, Mungu akamuona, akamwambia, simama wewe, umetokea wapi? Akasema, nimetoka duniani. Akamwambia, umemwona rafiki yangu Ayubu huko? Ayubu yako nimemwona, lakini kwani anaenjoy maisha bwana, si unampenda wewe, unampa favor tu. Akasema, unasemaje? Si uliona jinsi anavyonitii na kuniheshimu? Akasema, hata achaje kuheshimu, na wewe unampa watoto wengi, unampa mifugo, unampa mashamba. Wote si ulidu. Niko na kuheshimu kwa sababu anapata maslahi. Wewe mnyang'anye kidogo tu utaona cha mtema, hata kutupa na kutukana. But God was confident, na akaamua kufanya hivyo. Akamwambia, sasa ujue kwamba mimi yule Ayubu ni rafiki yangu wa kweli. Usimguse nafsi yake, mnyang'anye wa mali, na baadaye ikawata watoto na nini kila kitu, isipokuwa mke wake akumgusa. Sasa ndugu zangu, Ayubu akawa mfano wanaoteseka kwa ajili ya wema. Ayubu hana kosa. So sio kila wakati unapoona mtu anateseka unasema anakosa. Ndio walikuwa wale wajoli wa Ayubu walikuwa nasema, wewe kiri bwana, umekosa bwana, walau uachane na huyo Mungu wako huyo, wewe umekosa, wewe unakosa, ndio maana umeficha, kuna dhambi unaficha, ndio maana umepata majipu haya ajabu na toboka na kila kitu. Kasema, sielewi, hata tukienda mahakamani. Basi yote hii mafundisho yale ni kwamba sio kila wakati
maumivu na nini na suffering, mateso ni adhabu. Pengine inaweza kuwa hata zawadi. Natumia neno kuweka mateso kama zawadi. Na kuna waliopata mateso kama zawadi katika maisha yao. Na ni wachache lakini wapo. Mmoja wapo ni Mtakatifu Francisco, Mtakatifu Padre Pio, wakina Mtakatifu Veronica, ambao wamepata madonda, ni mateso. Kuna mmoja kule Roma, sio Roma mjini, yani Italia, usifanye kifupi, Italia. Alikuwa naishi Torino. I don't think he is alive now. Tunangoja wamtangaze mtakatifu tu. Alikuwa anakufa siku ya Juma Kuu. Anakufa. Anapata mateso watu nje. Mimi it happened kwamba nilipitia parokia ile. Watu wanakaa wanazunguka kanisa lile. Kuanzia siku ya matawi mpaka Jumapili asubuhi ya ufufuko. Hakuna anaingia pale. Manesi wanakaa karibu na nini, lakini huwezi kuingia chumba chake. Walikuwa nafunga kwa sababu alikuwa analia na mateso yale ya Kristo kabisa, yani damu natoka nyingi tu profusely kabisa. Alafu ikifika Ijumaa Kuu, siku ile saa 6 mpaka saa 9 ndio anapata mateso, mwili wote ni damu tupu. Hauwezi kuelewa laceration zinatoka wapi. Yani kama mtu anapigwa mijeledi na misumari natoka kila kitu. Alafu saa 9 Ijumaa analala. Hakuna kupumua, hakuna nini. Anakaa kwenye, it's true. Wanamwacha manesi, wanakaa pale na watu wote wa parokia wanajua. Jumapili asubuhi saa 12 kanisa la pale linajaa harufu ya roses. Kuna mmoja mimi sijui ni batazo gani. Mimi I believe na sometimes na ujinga wangu upumbavu, lakini anyway. Mimi kuna mahali ambapo niliishi palikuwa na marozi mingi sana. Akasema na mimi nimepata harufu ya pumbavu wewe, shetani bwana. Sasa yule alikuwa roses zile harufu, kanisa full roses. Wanajua tayari ameshaamka. Kanisa, watu wanakesha kule kanisani, alafu wanasikia harufu saa 11 hivi. Wanasikia harufu ya waridi. Inajaa kama moshi wa ubani, najaa kanisa lote. Alafu wanamuona anatokea chumbani. Kweli anatoka mzima, anakuja kanisani, anaingia altareni, anaanza misa. Ni ajabu sana, unajua. Lakini anapitia mateso ya Yesu kabisa. Ni tofauti na hizi stigma na madonda. Yeye anapitia yale mateso. Na mwingine Papa Yohana alikuwa ni wa Lebanon. Mimi nasema ni mtawa, alikuwa wa Lebanon. Hayo pa Lebanon. Sasa ningesema hawa ni watu ambao wamechukua mateso kama zawadi. If you happen, sometimes wengine ni mateso kama adhabu. Unaweza kuteseka kwa sababu unalipa mateso, unalipa kwa sababu ya madhambi yetu. Lakini wengine wanapata mateso, sisemi ukatafute, kwa sababu haitawezekana. Lakini yakitokea, msione kila kitu mateso ni mabaya tu. Sometimes ni kwa ajili ya kuongoa wengine. Kwa hiyo mimi ningesema kifupi tu, kwa nini mateso yanatokana zile sababu nilizotoa 3 zinatueleza katika maandiko. Lakini pia
Kwa kuwa sisi ni huru na Mungu alitaka kuwe huru, tumeharibu ule uhuru wetu. Sasa anatuletea matatizo. Yes, ndio matatizo. Mungu anaruhusu hayo ili tuwe huru hata kwenda kwake. Angependa tuwe wanyama au kuku. Kama kuku ni watoto wake, sura na mfano wake, ambao mfano na sura hizo uko katika uhuru wetu. Kwa hiyo kwa nini mateso? Mateso yanaweza kuwepo kwa sababu tuseme weke mbili kuu kama reminder ya uhuru wetu, malipo ya uhuru wetu. Ni malipo ya uhuru wetu. Unaweza kuwa sio wako binafsi, lakini kwa bwana binadamu. You are not here alone. Na ndio imesababisha matatizo. Tunajifikiria wenyewe. Pili, pia kama zawadi. Mateso yanaweza kuwa kama zawadi. Kwa nini mimi tu? Mtu anajiuliza kwa nini mimi tu? Mungu anasema ni kwa sababu mimi nimekupenda. Na ndio nimesema hiyo ndio tunatiita fumbo la mateso. Mtu asijidai kwamba anaweza kutoa jibu. Ni fumbo la mateso. Hiyo kifupi naweza kujibu hivyo tu.